Naam, naona unakuwa uko karibu na Baraka One TV. Tunashukuru sana kuendelea kusikiza matangazo yetu kokote ambako uko unatusikiliza. Najua kwa vizuri nyinyi ambao mko Canada, Australia, USA, Central na East Africa pamoja na Europe pia. Na nashukuru kwa kuendelea kuwa pamoja na sisi. Tuko tarehe 3 mwezi wa 11 2025, majira ni saa 6 saa za Afrika Kati, ikiwa ni 7 majira ya Afrika ya Mashariki. Katika mambo ambayo tutakwenda kuyajadili sasa hivi ni hali ambayo iko inazidi kuonekana nchini Tanzania, ambako hali halisi kwa sasa Tanzania ikoje, na ripoti zinasema watu wengi wamepoteza maisha ndani Tanzania. Hili swali lina ukweli gani? Na ushindi wa 97% wa Samia Suluhu Hassan haijawahi kutokea Tanzania. Hili swala likoje na linakaka vipi? Je, ushindi huu kweli ni ushindi wa ushindi mzito wa kusifia ama nini ambacho kiko hapa katikati? Na Gen Z wa Tanzania wahaidi kukiamsha hadi Samia aondoke. Vijana wa Tanzania wanasema hawatakubali, lazima wataendelea kukiamsha. Na kwa kuongezea tu ni kwamba polisi wanasema kuna wageni ambao wamechangia maandamano nchini Tanzania, na hivyo kuwataka wananchi wa Tanzania waweze kuwadenonsi wageni hao wote ambao wako Tanzania. So karibuni sana wote ambao mko natusikiliza, ili tuweze kuchambua haya mambo kwa umakini zaidi, ili kuweza kukuletea kile ambacho you deserve. Tutakwenda kuungana na mchambuzi wetu Bwana Mwinyi Ahmad, ili tuweze kujua nini ambacho kiko kinaendelea. Bwana, karibu. Bwana, vipi kwema? Huku ni kwema, labda za kwako kuna. Wewe upo haona ulienda kuandamana? Bwana, kuandamana sasa hivi basi kunaingelika kule. Kula kuingiliki sasa hivi. Sasa unajua tunapotoa taarifa hapa sio kama tunabahatisha, kabla wenyewe sisi haijafikia sisi tunakuwa tunaona upepo unaelekea wapi. Upepo unakuwa unaelekea wapi? Nilitoa maoni nikasema hivi, haya maandamano kuna mawili. Na siniamini kile kenye ambacho wanachukua, yani wafanye watakachofanya. Ni lazima serikali sio kwa sababu ya Mama Samia, ni kwa sababu ya chama. Hebu kisidondoke. Tuanze kwanza na hilo swala. Hali imekuwa mbaya sana Tanzania kwa sasa hivi. Akuikaliki, vijana wengi wamepoteza maisha. Hii ina tafsiri gani? Tanzania kweli inafikia mpaka hii hatua? Tanzania inafikia hii hatua? Polisi inasemekana polisi wako wanapita kwenye hospitali mortuary kutoa maiti ili kuficha ushahidi, sababu watu ambao wamekufa ni wengi mno, inasemekana hivyo. Tanzania kweli inafikia hatua hii? Unajua kuna msemo mmoja wanasema hivi, ukiona sehemu kwenye maji yenye kutulia basi ujue kuna lindi hapo. Sehemu yote unapoona maji hayapigi, unaona maji yanapika kelele sana chwa. Pale kwenye nadunda kuna mawe tu, hakuna lindi. Sehemu kwenye kutulia maji ndio kuna matatizo. Bwana, hali hii sio kawaida. Mimi mwenyewe kwanza mpaka na kipindi hiki najiuliza huko tumaindi twangu huko wanauza hatujulikani, kwanza tu viazi huko. Kwa kweli kaduka hajulikani kari ya kusema, mpaka moyo wangu unakuwa juu. Una duka Kariakoo? Nina kaduka pale Kariakoo na Tandika. Basi hiyo itakuwa ni mali ya Tanzania. Sasa duka lako watalivunjaje? Kwani wewe ni mtu CCM?
Mimi kabisa wala hata kueleweka mimi sijulikani. Anajulikana ni dada yangu mimi Sa ndio mwenye ambaye alisajiliwa pale. yeah, na kama ni mwanamemba wa CCM basi ina maana hiyo itakuwa ni mali ya wananchi. Sababu Anaona rubaya wewe. Una rubaya kweli. Basi ni mimi. Wao kule wanaangalia kila hata mtaani. Si wanajuana kwamba huyu ni CCM. Unaona? Na anakaduka kake sehemu. Kwa hiyo maana hali ni ngumu sana. Hali ni ngumu, tuambiane ukweli. Kuna taarifa moja ni taarifa inayozagaa ya kusema kama mama huyu askari wanaotumika ni askari kutoka Uganda. Kutoka Uganda ya. Na wametumia nguvu nyingi sana. Kumbuka askari hawa ndo askari wenye ambao walienda kuzima maandamano Kenya. Hawa Ruto alienda kuwabeba Uganda kawaleta. Hawa ndo mama na wabeba. Tuseme kwamba Tanzania, Kenya na Uganda hawa marais wanakaa kitu kawa ambacho wamekatengeneza ili waendelee kujitanua, yani kwamba tutengeneze kikosi kikae Uganda. Tukiwa tuna shida tunakichukua kikosi kinakuja kinazima moto. Ndio hivyo hawa wamejitengenezea, yani wenyewe wametengeneza yani utawala wao. Sababu swala linaloendelea hapa ni Mama Samia aondoke. Sasa Mama Samia kama ataondoka, ndo aliopewa chama cha CCM, ina maana chama cha CCM kitakuwa kimedondoka. Ni nani aliye atalaumiwa? Kwenye utawala wake ndo CCM inadondoka, sababu CCM itakiwa idondoke kwa Magufuli, kwa Kikwete kama nilivyoongea mwanzo, lakini ilishindikana. Magufuli akaja akairudisha CCM. Sasa hapa ipo mikononi mwake. 97%. Ushindi wa 97% hajawahi kutokea Tanzania. Ushindi wa nani? Wa Mama Samia. Anashindana na nani? 97. Sana wapinzani au kuona wapinzani ambao waligombea wakina nani ACT, nani anaitwa huyu ACT, wale wa Chauma na wengine wamegombea. Hujaona? Hivi unaweza kusema kama kukiwa uchaguzi Rwanda, kuna vyama Rwanda vinakuwa vinapingana na Kagame? Si kuna vyama vya upinzani au vionagi kwenye chaguzi. Licha kwamba ni vya mchongo, lakini ni vya upinzani vinakuwa viko pale. Hakuna chama pale Kenya ambacho alikuwa anapingana nacho. Chama ni Chadema. Ni Chadema. Alafu kwanza kabla ya Mbowe alikuwa ameshaondoka. Zitto Kabwe na yeye hivyo. Haya. Tundu Lissu yupo kwenye jela. Haya, ni nani sasa? Niambie kwanza, ni nani mwenye ambaye anaweza kumpa changamoto? Hakuna. Yaani amejipitia mwenyewe tu. Yaani watu wanashindwa kuelewa ile kura walioharibu, wasipoharibu ile kura huenda ingepewa watu wa Chadema. Yake siko pale tu. Ile sababu hata kama Chadema ingegombea si wangekuwa na kura. Sasa vile waliharibu huenda ingekuwa ni kura ya Wachadema, lakini ya CCM ipo tu. Ni nani huku watu wakiandamana Tanzania. Kamishna wa Umoja wa Afrika Bwana Mahmoud Ali Yusuf amepongeza Samia kwa ushindi. Kwanza moja, Afrika hatuna na Umoja wa Mataifa, hatuna na umoja wa ile human right, hatuna. Yaani vyote unavyoviona ni makorokoro ya kutudanganya sisi. Hatuna. Wao hawajaona hali ambayo iko Tanzania, wanampongeza Samia. Hatuna. Mimi niliwahi kuzungumzia kwenye kipindi cha Baraka Wanu, nikasema hivi, yani kuendelea Kongo, Umoja wa Mataifa ndo wale wanafiki tunaishi nao. Sasa ni Umoja wa Mataifa gani?
ya Umoja wa Mataifa wakatengeneza kakundi kao, bwana tufanye kakundi ketu haka. Haya, Rwanda, Uganda, nini, Malawi, wale wakorofi wale ndio wanatengeneza, tunasema ni Umoja wa Mataifa wa Mataifa. Umoja wa Hakuna Afrika. Umoja wa Mataifa. Umoja wa Afrika, eti ni Umoja wa Afrika. Umoja wa Afrika gani? Umoja wa Afrika gani? Goma ilianguka, kulikuwa na Umoja wa Afrika, walikuwepo pale. Watu wanauawa, watoto wanakabwa, wanabakwa, wanabebwa, wanadada huko Goma wanabakwa vibaya. Umoja wa Mataifa wapo, wanafanya nini? So, Umoja wa Mataifa wa Afrika, Umoja wa Afrika ni wa nani? Ndio Tanzania, Uganda, Kenya, Malawi, wale wakorofi na serikali ya wakorofi. Sasa ndio hawa ndio walikuingizwa kwenye kikosi cha Umoja wa Afrika. Afrika sasa unafikiri kutakuwa na nini? Yaani una kesi na Simba, mwenye wa kuamua maamuzi Simba, na mwenye kesi Simba. Hivi kweli unaelewa kweli? Hii ni kufanya tu, wao wanasema tuna Umoja wa Afrika, lakini hakuna Umoja wa Afrika. Watu angalia watu miili inavyoogotwa barabarani. Wenyewe wako wapi? Uliona hata na gari ya Red Cross. Hao ndio ni kuua. Hao ndio ni kuua. Sasa huu ushindi wa Mama Samia Suluhu Hassan unauonaje? Ushindi huu aliopata ndio hivyo, atatawala kama nilivyoongea juzi na jana, sababu yenye ambacho tulichakatua sana kwenye kipindi chetu, tulichakatua tukasema hivi, ikiwa kama wameandamana kwa malengo itakuwa na maana. Ikiwa tu wameandamana tu kwa sababu watu wafwe alafu bila na ushindi upatikane, haina na maana yoyote. Ndio tuliishia hapo. Kwa hiyo hivi walichoandamia, wanaandamana kwa ajili ya nini? Watu wamekufa pale kwenye maandamano. Mimi najua kuna muda fulani tunaumiza kichwa sana. Pale kwenye maandamano hakuna hata kiongozi yoyote mwenye kujitokeza pale. Hakuna yeyote. Maandamano kawaida hivi ni leaders awe mbele, chama chiwe mbele. Ile chama ndo wanaweza wakajadili, ndo kinaweza kikapindua. Sasa wale wenye kuandamana wale ni kila mtu anatoka na kivyake, anatoka na shukrani, wengine anatoka na sijui na nani. Na ni ukiwaangalia wenye kuandamana ni wale wa vitoto vya mitani. Lakini wakubwa wenyewe wenye wanatakiwa kuandamana wawe mbele, wako wapi? Nafikiri haya maandamano ya Tanzania sio maandamano ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ama CUF ama TLP ama NCCR Mageuzi ama ACT Wazalendo. Ni maandamano, wananchi wanapinga kitu muhimu, utekaji. Unaona Tanzania kumekuwa kuna wimbi la utekaji sana. Watu wa aina mbalimbali wanatekwa. Sasa kile kitendo kinafanya watu wanachukizwa na vile. Na pia nimezungumzia jana, ukisikiza kauli za viongozi wa Tanzania sasa hivi, wamekuwa na kauli zimoja za kashfa, za madharau kwa wananchi. Utafikiri kwamba wananchi wao hawawezi kuwafanya chochote, wanachokiamua wao ndo hicho. Na ulisikia kauli za Samia Suluhu Hassan, mimi ndiye amiri mkuu wa jeshi, hakuna cha nyunywinywi wala cha nyunywinywi, atakayejaribu ajaribu waone kitakachomkuta. Sasa unakuta hizi vitu zinatengeneza hasira kwa wananchi, na pia vitendo wanavyofanya watawala sasa hivi. Ufisadi umekuwa ni mwingi Tanzania, rushwa imekithiri Tanzania, wachache ndio wanaonufaika na rasilimali ya Tanzania. Watoto wa viongozi wamekuwa ni wafalme. Unaelewa? Huwezi kumgusa mtoto wa Samia Suluhu, zaidi huyu Abdul amekuwa na sifa mbaya sana kama mtoto wa rais. Sasa hivi vyote wananchi wanaangalia, kwa nini sisi wananchi tuendelee kuteseka na wakati nchi hii ni ya kwetu? Haki sawa hakuna. Huwezi kwenda polisi ukatetea ni haki yako na ukapewa haki, amna. Ushelewa? Sasa hivi vyote ndio vimefanya Watanzania wasimame kusema hapana, tunahitaji mabadiliko. Hii serikali ya umama iondoke, kwa sababu huyu ndiye anayefuga na kuwalea
Huwezi. Ukilinganisha sasa hivi serikali ya Samia na ya Magufuli, kuna tofauti mkubwa sana. Lakini ukiangalia wanasiasa ni wale wale, lakini wazo la utendaji wa kazi ni tofauti. Magufuli alikuwa hawafugi wezi, lakini hapa sasa hivi watu wanajitanua, wanakula wanavyojisikia. Ukuwahi kusikia mtoto wa Magufuli katika kashfa yoyote ile ya uchimbaji madini, ya utakasaji pesa? Ukuwahi kusikia? Lakini Samia ni oya hai. Ndio maana wananchi wameweza kutoka barabarani, na endapo watashindwa sasa kutimiza kile ambacho wamekianzisha, hapo sasa ndo tuseme vijana wa Tanzania wataiweka rehani maisha yao, kama watashindwa kutimiza kile ambacho walipangilia, sababu mipango yao ni kusema kwamba hii serikali iondoke, na ikishindikana nini kinafuata? Kwa kweli ni kama nilisema, unajua mpaka sasa hivi kuna watu wameshachoka, mpaka hivi na wewe tunaongea wameshaanza kujificha. Unajua ile kidole polisi ule naye imeshaanza Tanzania. Kuna watu imeshaanza. Huyu naye alikuwepo, huyu alikuwa, hawa ni wa CCM fuata. Kile ndo anaanza tena kidole polisi, kile ndo anaanza kusema huyu naye alikuwa nanda, huyu naye alikuwa nini, huyu na. Kwa hiyo watu wanaouawa sasa, unaona, yani bahati mbaya wakikuta kipande cha uniform, wewe ujue unapoteza maisha. Yani Tanzania kutakuwa mauaji ile hatari, kutakuwa utekaji ule hatari, kwa sababu hamwezi kujipeleka nini wenyewe bila kuwa na kiongozi. Lazima kuwe na mwenye ambaye anakuwa anaendesha. Wewe kuendesha maandamano haya wako nje. Kwa mfano leo mimi hivi tunavyoongea, Mangi Kimambi amepewa warning na FBI. Leo ameambiwa muda wowote unaweza ukauawa. FBI wamemwambia. So be careful. Hawa ndio wenye kuchochea maandamano yaendelee, lakini wenyewe weko wapi? Tundu Lissu watoto wake weko hapa Georgia. Zitto Kabwe hawapo kwa pale. Haiwezekani hao wafike malengo. Hawa sio wafanya siasa. Maandamano yanakuwa vizuri, mnaandamana na wale wafanya siasa wapo ndani. Lakini maandamano sasa hivi sio maandamano ya wanasiasa. Hebu tuchukulie kwa mfano Gen Z ya Kenya, Gen Z ya Nepal, Gen Z ya Madagascar. Uliwaona nani wapinzani pale? Wale ni wananchi. Sasa sasa unajua wale walikuwa na malengo, wale wenye ambao walikuwa wanawasukuma waandamane walikuwa nyuma yao. Na walivyopindua tu tuliona haya maandamano ya Kamboja, kama ni Kamboja. Uliona waliposhika tu na mwenye ambao walikuwa wanataka kumweka wakamweka moja kwa moja. Unaona, wakamweka. Tukaona maandamano mengine yaliyofanyika ni Malawi, ni ya chama, ilikuwa ni ya chama. Yani sasa maandamano haya wanaandamana na maandamano ya Kenya hayatofautiani. Sababu maandamano ya Kenya yalivyopita muda wa siku, alafu mwenye ambaye alikuwa anachochea waandamane anakuwa kwenye serikali, Raila Odinga. Nini mnakufa kwa nini? Lakini na serikali inaendelea na anakufa, yupo anatumika na serikali. Hapa ndo tunarudia kwa ile kauli tuliyozungumzia, njaa. Kile kuumiza hapa ni njaa. Kwa hiyo tuseme kwamba haya maandamano ambayo yako yanafanyika hayako yanakuwa ya wananchi kutoka ndani mwao, ila kuna kauchochezi kidogo kwa wanasiasa, kisha wanajiondoa baadaye yanaishia njiani. Ndio hivyo mama mtangazaji, kwa sababu wenyewe walichochea wakasema tuandamane, alafu baada ya uchaguzi karibu, huyu ameama. Zitto Kabwe na huyu Mbowe ni watu wanakuwa wanapokea hela kwa CCM, wanachochea, lakini wapo kwenye CCM. Mwenye ambaye alipashwa kuwa tu ni chuma ni Tundu Lissu. Hajawahi kuongeka hata siku moja Tundu Lissu, lakini hao wengine wote si wanatoka huko na mabashi kila mara wakienda huko. Sasa wanachochea watu wengine wafwe. Niambie hii maiti yote yani utafikiri sasa itakuwa imesaidia nini? Na niliongelea juzi, waandamane mama aondoke.
kama wataandamana bila mama kuondoka, yani bila mafanikio. Hawa wamepoteza maisha kwa ajili ya nini? Kenya hivyo hivyo waliandamana, watu wakufa walikufa. Je, nikuulize wewe, kuna mafanikio yalifanikiwa pale Kenya? No, kuna baadhi ya vitu serikali imelegezea kamba ambavyo ilikuwa inafanya. Hivi ni vitu wanaweza wakaandamana tu kwa utaratibu na bila watu kufa, na vikapelekwa kwenye bunge ikafanya kazi. Unajua vitu vingi vinafanyika kwa CCM ni vitu vyenye vitatoka kwa Chadema. Wa Chadema wanasema tunataka hivi na hivi, ndio watu wa CCM wanatekeleza hiyo. Sio watu wanakufa maelfu ngapi huko kama 100 ngapi huko tuliyajua, na alafu kwenda kufa tu kwa sababu tu ni barabara ilikuwa inataka iende nini huko Kigoma, ni barabara tu, ndio watu hayo. Katiba haiwezi kubadilika. Licha ya hayo yote, katiba, rasimu mpya rasimu ya katiba mpya ilikuwa tayari imekwisha kuanza mchakato. Tunazungumzia jana pia mchakato wa katiba ulikuwa umeanza, lakini CCM wamesitisha ule mchakato kwa sababu katiba ambayo iko inatengenezwa inawanyima maslahi yao ambayo wao wanaona kwamba nchi ni ya kwao. Maandamano yanayoendelea si maandamano kwa sababu ya katiba, hapana. Maandamano yanaendelea ni kwa sababu ya Mama Samia ni mtu wa Zanzibar. Kwa nini Mama Samia ni mtu wa Zanzibar? Yaani ipo hivi, watu wa Tanganyika mkienda Zanzibar hamwezi mkafanya kazi kwenye serikali, ila watu wa Zanzibar wanakuwa natumika kwa watu wa Tanganyika. Kwa hiyo ndani yake kuna kale ka Uzanzibari na ka Utanganyika. Na ndio maana unakuta huyu mkuu wa majeshi huyu aliyomteua Mama Samia ni Mzanzibar. Unaona? Kwa hiyo hiki kitu ndio Kenya ambacho wanaandamana sana aondoke. Kwa hata Mama Samia akifanya wema wanavyotaka, hawamtaki watu wa Tanganyika. Hawamtaki, ila hawatamki kiwaziwazi, wanaogopa kabisa ile. Unaona kuna sheria ile ya ubaguzi Mzee Nyerere alisema kwa Watanzania, lakini wanachotaka ndio hicho, Mzanzibar atawale huko Zanzibar. Tangia alikuwa mwaziri walikuwa wanapinga. Lakini Mwinyi si Mzanzibari na alitawala Tanzania. Ule kushidia maandamano wakati wa Mwinyi. Alitawala, lakini yani maandamano haya yapo na sehemu tatu. Moja ni hali ya maisha ngumu. 2 ni hali ya mama kujilimbikizia mali mengi kujua. Kumbuka utawala wake tu miaka 4 mabilioni yamekopwa. Haijawahi kutokea. Hiyo ni 2. 3, wanapinga utawala wake kwa sababu unaendeshwa na Kikwete. Hakuna kipindi Kikwete amepiga pesa kama hiki kipindi ya Mama Samia. Hata wakati alikuwa rais hakupata pesa kama hii. Amejilimbikizia mamilioni kwa Mama Samia. Yeye ndio mwenye kumwambia afanye nini na nini asifanye. Na hiki kinapelekea mpaka Polepole akasema aliyomuua Magufuli nilitamka hadharani. Kusudi waendeleshe, kusudi amcontrol Mama Samia. Na ndio kinachoendelea. Sasa hiki kitu watu hawataki. Na ndio maana anasema aondoke. Vijana wa Gen Z, Generation Z Tanzania wanasema na wao pia hawatobaki nyuma, huku chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kikitupilia mbali matokeo yaliyotangazwa na NEC kwamba hawatambui. Chadema wanawezaje kukataa matokeo ya uchaguzi na hawakushiriki kwenye uchaguzi? Tuanze na hilo kwanza. Kwa nini wakatae matokeo na hawakushiriki kwenye uchaguzi? Ndio maana ya upinzani. Chadema wameshakawahi hata kiarali tangia CCM iko kukubali, hawajawahi. Una uhalali wa kukataa kama ulishiriki. Sasa hawakushiriki, unakataa nini? Huo ndio uhalali, sababu haiwezekani mtu aende apite na hiyo sijui na ngapi huko, ni nyingi mno.
Sawa, ni nyingi, wewe haukushiriki. Ina maana ile nafasi yako watu wako wamenipa kura. Ndio, na ndio hicho tunasema hawakuwa na mpinzani, sababu inatakiwa kabisa kutikisa hata kwa Chadema ni Tundu Lissu. Tundu Lissu, kama Tundu Lissu yuko, hata Kabwe angegombea nini Mbowe, hawangekuwa na shindo kubwa kama vile Tundu Lissu. Vijana wanasema wataendelea kuandamana mpaka kieleweke, mpaka Samia aondoke. Ndio tunarudi kwenye pointi kubwa sasa, wataendelea mpaka kieleweke. Ndio hivyo, manake ni kuendelea, waendelee mpaka pale watachoka. Ndio maana yake, sababu serikali imeshaapishwa. Muda wa siku wao ni kuandamana, serikali imeshaapishwa, watakamatwa kama waasi. Hivyo ndio watakavyokamatwa. Wakishashikiliwa hivyo hapo, kwa hiyo watatishiwa, hata Mange Kimambi atachoka. Sababu kama Mange Kimambi ameshapewa taarifa usema muda wowote unaweza ukauawa FBI. Wewe unaona, unasomaje? Hawa ndio ni kuchochea kuambia watu tokeni. Leo tunazungumza, sina na ukweli na taarifa hii. Ule askari afande kwenye taarifa ya chini anasema ameshakeketwa, ameshafikelewa mbali, ule afande hayupo tena duniani. Unaona hiyo Naisoma hiyo picha Sasa maandamano haya mimi yananipa taswira tofauti. Inanipa taswira kuona kama huenda Tundu Lissu anaweza akapoteza maisha sasa. Huenda anaweza akapoteza maisha kwa vurugu hii. Sababu kule kwa chama chake wenye ambao walikuwa wanaonekana wanampa nguvu, wanaonekana wameshaondoka, wanaenda ku CCM. Na chama kimeshaonekana hakina mwelekeo tena. Na kuonekana maandamano haya aliyosababisha sana ni CCM, ni Chadema. Ni watu wa Chadema kwa sababu wa Kenya ni wengi sana kwenye maandamano, ni wengi. Na watu wa Kenya wanakuja kusapoti nani? Wanakuja kusapoti Chadema. Tumalizie kwa hilo hapo. Polisi imesema maandamano yamevamiwa na wageni. Tuliyazungumzia kwenye kipindi chetu cha Mwangaza, tulizungumzia tukajadili, tukasema bwana, haya maandamano, na baada uzuri wa bahati wenyewe wa Kenya mimi na nukuu, wanasema sisi ni lazima twende tusaidie wa ndugu yetu, sababu mzee wetu wakati alifariki waliwakataza watu wa Chadema wasije huku kumzika mzee Raila Odinga wakati alifariki. Kwa hiyo wamejitokeza sasa hadharani. Unaona, tunarudi kule sasa. Kumbe kuna watu wapo ndani ya Tanzania wanashabikiana na watu wa Kenya. Sasa kwenye katiba yao sijui inaruhusu kufanya hivyo. Nadhani katiba iruhusu. Ni nani aliyowaruhusu wafanye hivyo? Sasa hapa ndo polisi imegundua sasa. Kwa hiyo kuna maandamano kwanza, kuna hasira kwanza ya chama. Alafu kuna hasira kwanza ya ubaguzi, mama ni Mzanzibar. Alafu kuna hasira wale walikuwa na hasira ya maisha. Alafu kuna wale wana hasira ya kusema bwana Kikwete anaendesha hii nchi na huyu mama anachilizia. Manake kuna mna makundi humo ndani, kila mtu ana chake. Sasa kwa kusema maandamano haya yazime leo au wiki moja, hapana. Haya maandamano yatachukua muda mrefu. Nini ambacho kinaweza kufanyika kwa pande zote mbili, serikali na waandamanaji, ili kuweza kumaliza haya maandamano na tupate kuridhiana? Kwanza, serikali kosa kwanza iliyofanya, maandamano yalitakiwa yamalizishwe na waaskari. Sababu askari walikuwa Tanzania, walikuwa karibu na raia sana, walikuwa wanaelewana. Wangewaambia acheni tumzungumzie huyu mama, mnataka nini? Lakini kitendo cha huyu mama kwenda kuchukua hawa waaskari tena kutoka huko wa mercenary kuwaleta, ni kitendo kinawachukiza watu. Kutoka nchi nyingine, waaskari wa nchi hawaui, inawapa hasira sana. Ila maandamano yanaweza akasimama pale serikali itawasimamisha hawa maaskari wenye kuua raia.